أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا من علم نبيك محمد صلى الله عليه wasallam wabarik lana fihi. Ikiwa tunaendelea na kitabu chetu Hilyatu Lubbil Masun ala al-Jawhari al-Maknun li Sheikh Ahmad ad-Damanhuri rahimahullah, na jana tuliendelea na sehemu tukielezea ukurasa 30 mahala panaposema rajazi mufid, na tukawa tumeeleza neno hili rajaz mufid, tukafafanua kwa kadiri ya vile Allah alivyotueleza kwamba yuhtamalu annahu majazun aqili, kwamba huchukuliwa na kufanyiwa kazi kwamba maneno haya yaliyoka hapo rajaz mufid, hapo kuna majazi aqili, na tukajaribu kuelezea mimma buni alfi'lu fihi lilfa'il, tukaelezea vizuri kwa makini, wa usnida ila almaf'uli, tukatolea maelekezo kwa darasa ambalo lililopita kwa mtu mwenye kufuatilia. Kaisha radhiya tukatolea mfano, lianna rajaz mufadun la yufidu la mufid. Lakini sasa leo tutakuwa katika sehemu hii, kwa sababu hapo masala ya majaz aqili tulieleza, tutakuwa katika kipengele hichi wa yuhtamalu. Lakini neno hilo rajaz mufid linachukuliwa na kufanywa kazi pia an yakuna min babil isti'arati bil kinaya wat takhyiliyya, kwamba huchukuliwa na kufanyiwa kazi kuwa ni katika, tunaweza tukatumia maneno hayo katika kupita kwenye mlango wa isti'ara bil kinaya, isti'ara ya fumbo. Maneno hayo rajaz mufid tulieleza upande wa majazi aqli, lakini Sheikh anasema wa yuhtamalu an yakuna min babil isti'arati bil kinaya, inaweza kuwa pia kutumika maneno hayo rajaz mufid ni katika kupita katika mlango wa isti'ara ya fumbo au takhyiliya. Kwa hiyo leo inshallah tutajaribu pia kuelezea kipengele hicho. Bi an ja'ala al-insan, ya kumfanya mwanadamu, al-mudmar, awe ni mwenye kufichwa. Hapo katika mufid hapo kafichwa mwanadamu kama tutavyokuja kuona, lakini al-marmuza ilayhi bil mufid, ameashiriwa tu kwa neno mufid, lakini yuko hapo mwanadamu. Haya, inshallah, ikiwa kama somo lilieleweka katika kuelezea rajaz mufid upande wa majazi la aqili, sasa leo tunazungumzia neno hilo rajaz mufid kwa maana mashairi yenye kutoa faida katika mlango wa isti'ara bil kinaya biidhnillah. Kama tulivyosema, rajaz mufid yuhtamalu an yakuna min babil isti'arata makniya, inaweza kuwa pia neno hilo kutumika sentensi hiyo katika isti'ara ya fumbo. Biikhtisarin aidha, pia tulete kwa ufupi kama tulivyoleta majazi la aqili, tukaifafanua kwa ufupi, tukaeleza kwa kadiri ya vile Mola alivyotujalia. Sasa rajaz mufid upande wa isti'ara bil kinaya. Amma al-isti'aratu makniya, tunapoelezea isti'aratu ya fumbo au ya kinafasi, tunasema al-isti'aratu qismani. Cha kwanza uelewe kabisa, isti'ara imegawanyika sehemu mbili. Kuna isti'ara tasrihia, tutaeleza isti'ara tasrihia ikoje, ili uko mbele katika masomo uwe umeshapata muanga. Usikisema hapa kuna isti'ara, basi utueleze ni isti'ara ipi.
na inakuwaje na mfumo wake, maelezo yake, ili ukikuta kwenye Qur'ani, katika hadithi au katika maneno ya Waarabu, mashairi na mengineo, utubainishie hapa kuna istiara, ni istiara gani na ikoje na ufafanuzi wake unakaaje. Kwa hiyo ukisema istiara, kuna istiara tasrihia na kuna istiara makniya. Cha kwanza lazima ukariri hapo, istiara zimegawanyika katika sehemu mbili, tasrihia na makniya. Tayib, fa idha qulna, pindipo tutaposema mathalan tukasema hivi, Zaidun kal asad, Zaid ni kama simba. Elewa vizuri, Zaidun kal asad unaweza kufanisha na kitu kingine, kal bahar, kashamsi au vinginevyo vyovyote, lakini tumechagua sisi mfano hapa. Fa idha qulna Zaidun kal asad, tunaposema mfano hivyo kwamba Zaidi ni kama simba, mfano wa simba. Hadha tashbih, Zaidu mithlu asad, hapa tunakuwa tumemfananisha Zaidi ni mfano wa simba, yani Zaidu kal asad. Kwa hapa tutakuwa tumepata vitu viwili, tutakuwa tumepata almushabbahu mawjudun, mfananishwa yupo ambao ni Zaidi, alafu almushabbah bihi mawjudun, na kile anachofananishiwa Zaidi kipo ambao ni nini? Ni asad. Na adatu tashbihi ambao ni kaf ipo, kwa hadha tashbihi. Hii inakuwa ni tashbihi. Sasa hapa tunasema hii ni tashbihi. Sasa tunakuja hapo, tumepata vitu vitatu, tumempata mushabbahu, tumepata mushabbahu bihi, lakini tumeipata adatu tashbihi. Kwa hapa tunasema hii ni tashbihi, hadha tashbihi. Hapa tunafananisha sasa, tunamfananisha nani? Huyu mushabbahu ambao ni Zaidi, tunamfananisha na simba ambao huyo simba ndo anaitwa mushabbah bihi. Kwa ukisema Zaidu kal asad, ina maana tayari mushabbahu mawjudun, mushabbahu yupo mfananishwa, al mushabbaha bihi kifananishiwa ambacho huyo Zaidi anafananishwa nacho, mawjudu kipo ambao ndio simba mwenyewe. Kwa hiyo inakuwa ni tashbihi. Sasa haya, idha hadhafna al mushabbah, kumbuka tunafafanua neno rajazi mufid katika upande wa istiara, na tumesema istiara ipo katika sehemu mbili, istiara tumaknia na kuna istiara tasrihia. Sasa kwa makini katika kufuatilia kipengele hichi, idha hadhafna almushabbaha, sasa tunapomuondoa mushabbah min alkalami, katika maneno, katika ile sentence naqulu, tukasema raaitu asada, nimemuona simba. Hapo tumeondoa nani? Hadhafna Zaid, tumemuondoa Zaidi ambao ni mushabbahu. Zaidi ni mushabbahu. Kumbuka hapo tumesema Zaidu kal asadi, Zaidi ni kama simba. Sasa tunamuondoa Zaid, tunamweka pembeni, ambao Zaidi kilugha kitaalamu ya kibalagha huku tunasema anaitwa mushabbahu. Lazima ukariri ya maneno, yule Zaidi tunamuita ni mushabbahu. Sasa anaweza kuwa Zaidi, anaweza kuwa kitu kingine chochote kikakaa hapo. Anasema Zaid huyo ni mushabbahu. Sasa ndo tunasema unamuondosha, idha hadhafna almushabbahu, utapomuondosha yule mfananishwa ambao ni Zaid min alkalami katika maneno, utasema raaitu asada, nimemuona simba. Kwa hapa nini? Hadhafna Zaid, Zaidi tumemuondoa, ambao Zaidi ni mushabbah. Unasema raaitu asada yarkabu farasa mathalan, nimemuona simba anapanda farasi, au raaitu asada yakrau, hivyo hivyo, yani vyovyote itakavyokuwa.
nimemuona simba anasoma, nimemuona simba anapanda farasi. Hadhihi istiara tasrihia. Hapa sasa unakuwa umeingia katika istiara ya tasrihia. Istiara tasrihia ni vipi? Anaondoshwa nani? Anaondoshwa mushabbahu ambao ni Zaid, alafu anaachwa nani? Anawachwa mushabbahu bihi ambao ni simba. Hapo unasema raaitu asada, nimemuona simba. Alafu yarkabu farasan, anapanda farasi. Kwa hiyo hii yarkabu farasan, hizi zinakuwa ni zile karina tumania, ni dalili zenye kuzuia kuto kukusudiwa yule simba wa porini, kwa sababu kikanuni kwamba simba hawezi kupanda farasi au akusoma. Almuhimu kwa kuna karina tumania min iradati maana alhaqiqi, kutokana na kule kukusudiwa kutakiwa maana ya kihakika. Kwa hapa anasema shekhe, hadhi istiara tasrihia. Hii ndio inakuwa istiara tasrihia. Mfano wake unakuwa ni hivyo. Ma maana tasrihia? Nini maana tasrihia ikiwa hujaelewa? Yani tunachokikusudia hapa, ukielewa vizuri katika somo hili kwenye kitabu cha shekhe hapo, ni kwamba hadhafna fiha almushabbaha, tumemuondoa mushabbaha ambao ni ule mfananisho ambao ni zaidi min alkalami, katika sentence yale maneno. Alafu wasarahna bilmushabbaha bihi, tukamweka wazi mushabbaha bihi ambao ni ule asad, ambao raaitu asadan. Unaona, tumemtaja wazi kabisa, raaitu asadan, nimemuona simba, yarkabu farasan, anapanda farasi. Ai dhakarna bilmushabbahi bihi sarahatan, kwa maana kwamba tunakuwa dhakarna bilmushabbahi bihi, tumemtaja mushabbaha bihi kwa wazi. Kwa hiyo sasa hadhihi istiara tasrihia. Hii ndio istiara tasrihia. Ukisikia istiara tasrihia, ina maana mushabbahu bihi anaondoshwa, alafu anatajwa nani? Anatajwa kwa wazi kabisa mushabbahu bihi. Mfano wake huo nimetoa, raaitu asada yarkabu farasa, nimemuona simba anapanda farasi. Kuna zile karina tumania min iradati maana alhaqiqi. Kwa hadhihi istiara tasrihia. Hii ndio istiara tasrihia. Kwa makini hapo uelewe Sheikh alichokuwa anakizungumza hapo kwenye kitabu. Sasa tayib, sawa, hapo tumeelewa. Sasa istiara tasrihia inakuwaje? Anaondoshwa mushabbahu bihi, anaondoshwa mushabbah na kutajwa kwa wazi mushabbahu bihi ambao kile kifananishiwa. Wa madha lau taraktu zaida. Haya, na inakuwaje mathalan nikimuacha Zaidi nikamuacha katika sentence, wa hadhaftu al-asada, alafu nikamuondosha yule simba sasa ambao ni mushabbahu bihi. Huku mwanzo angalia, aliondoshwa mushabbahu ambao ni Zaidi, tukasema raaitu asada yarkabu farasa. Sasa tunataka kumbakisha nani? Tunataka kutumbakisha nani? Tunataka kumbakisha Zaidi, alafu tumuondoshe Asad, ambao Asad ni mushabbahu bihi. Lugha za hizi zinaitwa irabu za kibalagha. Yule simba anaitwa mushabbahu bihi au kinachofanana na simba. Zaidu kalbahari, mfano ile bahari inakuwa ni ndo mushabbahu bihi. Zaidu kashamsi, hivyo sio lazima iwe simba. Mimi nakupa tu mfano hapo. Wa hadhaftu al-asada, nikaondosha Asad. Nikiondosha Asad ina maana pa nimeondosha mushabbahu bihi. Sasa tukimuondosha mushabbahu bihi katika ile sentence yetu ya maneno pale, hadha nau thani, inakuwa hii ni aina ya pili, istiara tumakinia. Hiyo ndio istiara tumakinia. Kwa hiyo istiara tumakinia ni nini? Huwa anaondoshwa yule mushabbahu bihi. Mfano istiara tumakinia inavyopatikana, lakini katika masomo ya nyuma huko nimejaribu nakumbuka kueleza katika baadhi ya maeneo. Hapa kwa makini, sanahdhifu al-asad, tunamuondosha sasa simba ambao ni mushabbahu bihi. Tunasema mfano raaitu zaida,
Kule tulisema raaitu asada. Sasa hapo unamrudisha mushabbahu, unamuondosha mushabbahu bihi. Alafu nataka kufanya istiarat makinia. Kitu gani utachokitumia? Unasema raaitu zaida mathalan, nimemuona zaidi. Fahadhathna madha, tukaondosha nini? Tukaondosha fahadhathna almushabbah bihi, tukamuondosha mushabbah bihi wa huwa al-asad, ambao ni simba. Ukasema tu raaitu zaida, nimemuona zaidi. Sasa hapa nini? Aina albalagha? Raaitu zaida, balagha iko wapi hapo? Hakuna balagha. Tayib, tunataka sasa tulete balagha sasa hapo ya istiarat makniya, yani kwa maana kwamba nuridu an nadulla ala annahu mithlu al-asad, tunataka kumfananisha sasa huyu zaidi ni mfano wa simba. Annana hadhafna al-asad, na sisi wakati huo tumeshamuondosha nani? Simba hayupo. Lakini sisi kusudio letu ni kutaka sasa kufananisha huyu zaidi na simba. Utasemaje sasa? Utachokifanya ukirudi katika masomo ya Juma huko tumejaribu kueleza, hii itakuja kukufungua tu. Sataati bisifati lil asad, utachokifanya wewe utaleta sifa ya simba, utaangalia sifa miongoni mwa sifa za simba. Tadauha hahuna, utaiweka hapa katika nafasi yake, nafasi ya neno asad utaweka tu sifa ya simba miongoni mwa sifa. Tadulu ala hadha tashbiha mustatir, itajulisha juu ya sifa hiyo. Hapa kuna tashbihi iliyofichikana. Mfano utasema raaitu zaida, nimemuona zaidi, yazar, anaunguruma, kwa sababu kuunguruma ni sifa ya simba. Kwa ina maana hapa imechukuliwa sehemu ya simba, lakini simba mwenyewe hayupo. Istiarat makniya, umetaja kitu ambacho ni katika lawazim, miongoni mwa lawazim za simba. Sataati bisifatin lil asad, kwa utakuja na sifa ya simba. Tadauha, utaiweka hahuna hapa katika sentence, ambayo itajulisha juu ya tashbihi hii ya kumfananisha huyu bwana na simba, huyu zaidi na simba, lakini unakuwa yeye mwenyewe yule umemficha yule simba. Utasema nini? Taqulu raaitu zaida yazar, nimemuona simba anaunguruma, nimemuona zaidi anaunguruma. Au raaitu zaida lahu libadun, nimemuona nani zaidi ana manyoya. Libad ni yale manyoya ya simba yanayomzunguka kichwani kwenye shingo, inaitwa libad. Raaitu zaida lahu libad, ina maana hapa umefanya istiarat makniya. Istiarat makniya unataja sehemu ya lawazim ya kile kitu. Mfano Mwenyezi Mungu aliposema waja'alna nahara maasha, mchana hauwezi kupatikana bila jua, lakini ile jua ile nahari, ule mchana ule ni katika lawazim ya jua. Kwa jua pale alijatajwa, lakini lipo. Kwa sababu nini? Kitu gani kipo pale? Kuna istiarat makniya. Kumetajwa mchana ni sehemu ambayo inalazimiana na jua. Jua likitoka lazima mchana uwepo. Kwa pale kuna istiarat makniya. Mola aliposema pia waljibala autada, autada ni istiarat makniya pia, kwa sababu autad mara nyingi inakuwa kwenye nyumba. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipotaja nguzo anakusudia yani ile ardhi ni kama nyumba. Au Mungu alivyosema wajala pale aliposema pia waljibala autad wajalna al-ardha mihada, ardha mihada ikatajwa godoro. Imetajwa godoro kwa sababu ni lawazim, ni istiara makniya, kwa maana imetajwa godoro, lakini kwa maana godoro wala lazimiana na nyumbani, watu kulalia manyumbani. Kwa pale kumetajwa godoro, lakini nakusudiwa nyumba, yani ardhi ni kama nyumba yenu mnavyoishi, ndio Mungu alivyojalia. Lakini akataja zake godoro, wajalna al-ardha mihada. Kwa istiara makniya zote hizo ni mifano kama hiyo. Kwa hiyo
unasema mfano tu hapo, au raaitu zaida lahu libad, nimemuona Zaidi ana manyoya ana libad. Libad ni manyoya ya simba. Kwa hapa inakuwa ni istiara makinia. Hiyo ni istiara ya fumbo. Sasa kwa nini? Sasa Sheikh aliposema rajazi mufid alikuwa anakusudia nini? Rajazi mufid, na sisi tumesema hapo wa yuhtamalu an yakuna min babil istiaratu bil kinaya wa takhyiliya. Haya, takhyili inakuwaje hapa? Takhyili ni mfano, utapomwangalia Zaid ukamnasibisha Zaidi na kule kunguruma kwa simba, hapa ndipo anapatikana pia takhyili. Lazima ukifumba ukafumbua macho, kunguruma, anaunguruma, yazad, maana ni fili ya kitendo kinachopatikana kwa simba. Unaona kabisa hapa ni maswala tu ya kufikirika, kama vile mtu mwambie minywele yako inafanana na shetani, hali ya kwamba shetani haonekani. Tizama mzuri kama malaika, lakini malaika hujawahi kumuona anavaaje, uzuri wake. Hizi zote ni takhyili. Sasa kwa nini Sheikh anatuambia hapa rajazi mufid wa yuhtamalu an yakuna min babil istiaratu bil kinaya wa takhyiliya bi an ja'ala al insan, kwa kwamba kumfanya hapo mwanadamu yupo hapo mufid, yupo mwanadamu lakini mudhmar, kafichwa, lakini marmuza ilayhi, kaashiriwa tu mufidin. Ndio maana Sheikh pale akasema li anna rajza mufadu la mufidin, mashairi yenyewe ndio hupatiwa faida, sio yenye kutoa faida. Sasa nani hapo kafichwa? Ni mwanadamu. Kwa hiyo rajaz mufid ma maana? Qalu huwa rajazun kal insani, yani hapo hiyo rajaz imefananishwa ni kama mwanadamu, ni kufidisha, hali ya kwamba rajaz yenyewe haifidishi, yenyewe mufadu ile kufidishwa, lakini inaonekana kama yenyewe ndio ile kufidisha. Sasa yani kala alim, imekaa kama vile ndio mwalimu sasa anawafidisha wanafunzi. Kwa mushabbahu wal mushabbahu bihi, tunaangalia kule tumepoanza mushabbahu na mushabbahu bihi. Kilichokifanyika ni kitu gani? Hadhafna al mushabbahu bihi, aliondolewa hapo mushabbahu bihi, wa huwa al insan, nao ni mwanadamu. Ndio hapo akasema shekhe bi anjala al insanu al mudhmar, kwa kujaliwa mwanadamu pale kwa amefichwa, alafu marmuza ilehi, ameashiriwa tu bi mufidi, kwa neno hili mufidi. Ndio hapo hadhafna al mushabbaha bihi, ameondolewa mushabbahu bihi wa huwa al insan, ambao ni mwanadamu. Kwa hapo rajazi mufid, hapo kafichwa mwanadamu, ndio mwenye kufidisha. Kwa yale mashairi yenyewe ni mufadun, hupatiwa faida. Kwa hiyo imefanywa sasa ile mufid kama ndio sasa mwanadamu mwenyewe. Hadhafna al-mushabbah bihi wa huwa al-insan. Alafu waji'ina bilazim min lawazimihi, ikaja sasa lazim za mwanadamu ni zipi? Waji'ina bilazim, tukaja na lazim min lawazimihi, katika lawazim zake, wa huwa kalimatu mufid, ambao ni ile neno mufid, kule kufidisha, kuonesha kwamba hapa yupo hapa mwanadamu, lakini ni musharu ilayhi, kaashiriwa tu, kama alivyosema Sheikh almarmuza ilayhi, yani bi anjala al-insan almudhmar, kwa kumfanya mwanadamu hapo kafichwa, almarmuza ilayhi, lakini ameashiriwa tu bi mufidin, kwa mufid, ile neno mufid. Kama kulna, kama huko nyuma tumevyosema, raaitu zaida yaz'ar, nimemuona Zaidi anaunguruma, lakini Zaidi haungurumi, ina maana hapo kafichwa simba. Kitendo cha kunguruma huwa ni cha simba, lakini simba hayupo, imekuja tu zile lazim min lawazimihi, waji'ina bilazim min lawazimihi wa huwa yaz'ar, nao ni kule kuunguruma. Wa huwa kalimatu mufidu, ndio kama hiyo neno mufid hapo, hiyo ni katika lawazim ya mwanadamu, lakini mwanadamu mwenyewe hayupo, imewekwa katika lawazim zake mufidi, yani kufidisha, kwa sababu mwanadamu ndo kazi yake kufaidisha, kutoa maarifa kwa watu. Kwa kilichofanyika hapo ni nini? Hadhafa almushabbaha bihi, ameondoshwa mushabbahu bihi ambao ni insani. Waji'ina bilazim milawazimihi, alafu tukaja sasa na kitu kinalazimiana na mwanadamu, wa huwa kalimatu mufid, ni neno kufidisha, ala sabili istiarat makniya, kwa kupitia
njia ya istiara makinia. Kwa hapo tumetumia jana, tumeeleza kuhusu majazi al-aqili, lakini tumeona pia tutoe faida ya hapo rajaz mufid kwa maana ya istiaratu na al-makniya ala sabili istiaratu makniya. Haya, wa ithbatu ifadatu lirajazi, kuthibitisha kwamba ifada kule kufidisha kwa rajaz wale mashairi, lianna rajazu la yufidu binafsihi, yenyewe hizi kufaidisha yenyewe kama yenyewe, bal innal insan, isipokuwa mwanadamu, huwa alladhi yufidu min khilali rajazin. Kwa ithbatu rajazi limufid hadha takhyili. Kwa pia ile kwa maana kwamba kuthibitisha mashairi ukifananisha kule kufidisha mashairi na mwanadamu, hapa ndio inapatikana takhyili, kama vile kuunguruma na simba na kuunguruma kwa simba na mwanadamu, hapa ndio inapatikana pia takhyili. Ndio Sheikh alichokuwa nakikuzungumzia hapa. Au tashbihi, tunamalizia sasa somo letu, almudhmar fi nafsi, au ni tashbihi ambayo iliyofichwa katika nafsi, au rajz kwa maana au yale mashairi almudda'a, yenye kutoa madai annahu, ya kwamba min afradi al-insan, ni katika sehemu ya mwanadamu, almushabbahu bihi, ambao ndio anaofananishwa, istiara bilkinaya, ambayo inakuwa ni istiara ya fumbo. Ala madhahib fiha, juu ya madhehebu mengi ya watu wa balagha katika kuelezea masala kama hayo. Wa ithbatu lazim wa huwa mufid istiaratu takhyiliya, na kuthibitisha lazim ambao ni ile neno mufid, hapo kuna istiara ya takhyil, ile kwa swala ya kufikirika. Baina yaz'ar, anaunguruma, raaitu zaida yaz'ar, pale kafichwa nani? Kafichwa simba, lakini nimeweka lawazim ya simba, lakini wewe katika kitendo cha kwanza kusema kwamba hivi anaunguruma, ni kweli anaweza kuunguruma, ni takhyili, ni masuala ya kufikirika. Kwa hiyo tutakuja kuanza biidhnillah tabaraka wa taala baada ya kutoa ufafanuzi mfupi, na hii sio katika somo, hii ni katika mukaddima, bado Sheikh anaendelea. Tutapofika kwenye masomo yenyewe huko, tumeona tuelezee tu hapa kidogo, sababu kaashiria na sisi tumeona tuashirie kidogo, lakini ufafanuzi wake wa kina makini kabisa utakuwa katika masomo ya mbele, katika milango yake yenyewe tu uko mbele. Kwa inshallah biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuanza katika neno hilo muhadhab, na yenyewe tutaangalia ya kufanya, lakini wakati huo kama kuna mtu ambaye hajaelewa vizuri asisite kuashiria ili tuweze kuweka sawa. Rajaz mufid ilikuwa ni katika ufafanuzi wa maneno haya uko nyuma. Waqad daa ba'dun min at-tullabi, tumeshasoma tafsiri zake. Lirajazin yahdi ila sawabi, tumeshatoa tafsiri yake. Faji'tuhu birajazin mufid, ambao ndio ilikuwa tunafafanua sasa neno hilo. Faji'tuhu birajazin mufid, tumeona faida mbili pale au tatu nne hivi. Tumeona tumetafsiri rajaz mufid kwa upande majazi aqili, lakini hapo tumekuja tumefafanua upande wa istiara makniya, lakini tumepata faida katika istiara makniya, lakini tumepata pia kuna tashbihi, tumepata tashbihi, lakini tukaje kutapata istiara tasrihia tumeipata. Kwa mifumo yake ni hiyo, na inshallah tutakuwa tunagusia kadiri ya vile tunavyofika katika maeneo ya masomo yetu. Kwa hiyo anasema muhadhabin, munakkahin, tumeshasoma maneno. Kwa hiyo tutakuja nadhani kufafanua maneno ya muhadhabin, munakkahin, sadidi, kwa sababu Sheikh neno moja analiweka katika ufafanuzi. Multaqitan min durari takhlisi, tulishasoma maneno haya kuokota kutoka katika lulu ya kitabu Takhlisu Miftah. Jawahiran, jauhar kwa maana yale mawe ya thamani, yani vitu vya thamani. Badia, vizuri. Takhlisu, vilivyo safika kabisa, viko safi. Kwa hiyo tukaja tukasoma salaktu ma abeda min at-tartibi, tulitoa tafsiri yake. Wama alautu aljuhuda fi tahdhibi, tukatoa tafsiri yake. Kwa hiyo na tukaja kama mnakumbuka, tukaja tukasoma neno moja Sheikh alivyoweka katika sharehe neno daa
akaeleza bimaana talaba falam fi qawlihi lirajazin, hiyo ni zaida, tukatoa ufafanuzi. Tukaja tukazungumzia kuhusu as-sawab, nini neno sawab, nini haki, nini sidqi. Tofauti ya sawab ni nini, haki tofauti yake na sawabu ni kitu gani, sidqi. Haya ni maneno matatu lakini yana maana yote tofauti. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atujalie khair na baraka. Tutakuja kufanua maneno yanayofuatia ambayo ni muhadhab na sadid na takhlis biidhnillah.